Bwana, kwenye mitandao ya kijamii, moja kati ya story ambayo inazidi kufukuliwa na moja kati ya story ambayo inaenda viral kinoma noma ni kuhusu penzi la Harmonize pamoja na Kajala. As you know kwamba ni moja kati ya penzi ambalo limekuwa likivutia kapo nyingi sana, na moja kati ya of course moja kati ya kapo ambayo mashabiki wengi wamekuwa wakivutiwa nalo sana. Kitu gani ambacho pengine Harmonize ameweza kukiongeza? Kitu gani ambacho pengine Konde Boy kinaweza kumchanganya zaidi kwa mwanadada huyu? Kwa sababu tumekuwa tukifuatilia kwa muda mrefu na wamekuwa wanaachana wanarudiana almost kama mara tatu hivi, wameshaweza kupigana chini, lakini bado wanaonekana wanapendana. Kuna kitu cha kuweza kujifunza hapa kwenye mahusiano ya kila siku kwamba lazima vikombe vikikaa kwenye kabati moja vitakuja kugongana, lakini swala la kuweza kupishana na kuweza kuchukiana maisha yote kwenye penzi hili la Harmonize pamoja na Kajala kimekuwa kitu cha tofauti sana. Kikumbukwe kwenye moja kati ya podcast ambayo alikuwa anaifanya Kajala na moja na mastaa wengine, mfano Aunty Zeke pamoja na Irene Uwoya na wengine, walikuwa wanazungumza kuhusiana back on days, kuhusiana maisha yao ya nyuma yalikuwaje. Kitu ambacho walikizungumza ni kwamba hakuna hata mtu mmoja ambaye alikuwa anafahamu hii story, kwamba Harmonize na Kajala walianza miaka ya nyuma sana, since hawajatokea kwenye kamera, hawajatokea kwenye maisha yao kuyaweka wazi. Walikuwa na dates, walikuwa kwenye mfumo, walikuwa kwenye mahusiano. Sasa kitu gani ambacho kikawafanya waweze kuwa wazi? Ni ustaa. Maisha yao wakaamua kuyaweka mbele, wakaamua kuyaweka kwa Tanzania na wakayapokea kwa story kubwa zaidi. Na nikukumbushe tu moja kati ya couple ambayo inatajwa sana hapa Tanzania ni hii Harmonize pamoja na Kajala. Sasa vitu ambavyo alizungumza Kajala vilikuwa vimewacha wengi sana njia panda, kwa maana ya kwamba moments ambazo walikuwa wamekutana nazo wao kama wao kipindi cha nyuma ni nyingi. Mojawapo ni ile ya kusema kwamba walikuwa wamedate kwa muda mrefu na wameshakutana na vitu vingi ambavyo wao kama wao waliamua kuvifanya tu kama changamoto za kawaida. Na kuna kipindi pia Harmonize ile kumsaidia Kajala, mtoto wa Paula, na namzungumzia mtoto wa Kajala, hapa ni Paula, ambaye alimlipia ada akiwa form 2. Sasa unaweza ukapiga hesabu ni kipindi gani na muda gani ambapo waliweza kuwa kwenye mahusiano. Inapiga muda, inadhihirisha kwamba ni muda mrefu sana walikuwa kwenye relation hii. Niambie kwenye sehemu ya comment hapo kitu gani unakikubali zaidi kutokea kwao. Na hii ni Chris Media 24, usipite bila kusubscribe.